Karibu katika episodi ya 3. Tunasonga mbele pale ambapo tulikuwa tumekomea katika episodi ya 2. Ni mara baada ya kumshuhudia Mwamba Brown akiwa ameelekea katika maeneo ya uwanja wa Fisi kwenda kununua madada poa. Lakini kumbe ndani ya jengo hilo hilo pembeni yake, mfalme naye alikuwepo mitaa hiyo, alikuwa anaongea na kaka yake mmoja hivi, wanapendana sana. Na walikuwa wanapanga mpango wa kuwafukuza na kuwaondoa watu wote ambao wanaonekana kuwa wanakula rushwa katika huu ufalme. Na mtu wa kwanza ambaye wameanza kumshtukia ni kiongozi mkuu wa masuala ya ulinzi. Huyu akimuondoa basi wanataka kubadili nani ambaye atabadili nafasi yake, kwa sababu huyu anaonekana na viashiria vya usaliti na rushwa nyingi. Hasa Mwamba kule katika chumba cha pili amebainika kwamba yeye ni wa kike, kwa sababu wakati show inakwenda kuanza wakagundua kwamba Mwamba mbona hana mazaga. Mwamba katimuliwa akajikuta anaingia katika chumba ambacho mfalme yuko kufanya kikao. Alipoweza kumtazama mfalme, naye mfalme alipoweza kumtazama huyu mwanamke akawa anahisi kana kwamba mbona utafikiri anaijua hii sura, lakini kwa kuwa amevaa mavazi ya kiume basi mfalme akawa anahisi kana kwamba anafanana tu na mke wake, yani Malkia. Basi bidada akawa anakimbia kuelekea tena katika ufalme, kwani aliona kabisa kwamba amechelewa. Lakini kumbe mfalme alikuwa ameshashtukia muda mrefu sana kwamba bwana mkubwa alikuwepo katika dumba la madada poa. Ina maana Malkia, ina maana anajiuza huyu. Mfalme akarudi sana kule katika ngome yake na akamtolea bidada upanga, akamwambia wewe ni nani na kwa nini umevaa mavazi ya kiume? Na hofu kubwa sana ya mfalme ni kwamba je, huyu bidada asije akawa amesikia siri zake ya kwamba anakwenda kusambaratisha uongozi wake, hususan kiongozi mkuu wa jeshi. Lakini Mwamba Brown akawa amebeba pesa nyingi sana, akasema hizi pesa zote nimezikuta kwa waizi. Mimi nilikuwa naenda kuwatafuta waizi ambao walikuwa wameiba pesa. Angalia pesa zote hizo walikuwa wameiba zote hizi. Huyo nikaanza kuwatishia wale waizi, nikamwambia kwamba mimi ni mpiganaji na nikaamua nivae haya mavazi ya kiume ili waniogope. Sasa kwa kuwa mfalme alikuwa amefunika sura yake, bidada hakujua kwamba anaongea na mfalme hapa, ila alihisi anaongea na mtu fulani tu ambaye ni mlinzi katika ufalme. Lakini dakika hizo hizo ukarushwa upanga ambao ulipita kando kidogo ya sura ya mfalme na ukawa umetoa kile kinyago ambacho mfalme alikuwa amekivaa. Baada ya hapo mfalme akajifunika kupitia mkono wake. Sasa bidada mpaka dakika hii hajajua kwamba anaongea na mfalme hapa. Basi yule Mwamba ambaye alikuwa ni bilionea wa mwanzo kabisa tuliyemwona anatoka ndani ya ufalme na akatokaga na bidada akamvamia mfalme na wakaanza kupigana. Sasa bidada akaanza kutabasamu anaposhuhudia yale mapambano. Safi, piga huyo. Hajajua kwamba mtu ambaye anaambiwa apigwe kumbe ni mfalme ambaye ni mume wake. Lakini ni kama huyu mtu ambaye ni bilionea aliweza kushtuka kwamba hii sura ni sura ya mfalme. Sasa akaanza kupigana naye akiwa anamaanisha kabisa. Kumbuka yeye mfalme anahisi kwamba hajashtukiwa, anahisi kwamba labda yeye ameshtukiwa kama mwizi wa kawaida. Kumbe huyu jamaa amemgundua. Mwisho wa siku upanga ukakutana kati ya taa, kwa maana ya kwamba hawa watu walikuwa na nguvu sawa. Na baada ya mfalme kuweza kukimbia ili utambulisho wake usiweze kudulikanika, Mwamba akajitambulisha akisema kwamba yeye anafahamika kama Byoin, mtu ambaye anatokea katika familia ya kitajiri sana. Waliposikia tu jina lake la Byoin, basi moja kwa moja wakaanza kumpatia heshima. Wanajua kabisa ile familia ina pesa sana. Lakini Mwamba aliondoka na kile kitambaa ambacho mfalme alikuwa amejifunika usoni. Sasa kumbuka kwamba mfalme huwa ajifunikage vitambaa vya kawaida. Jamaa atakapokwenda kukipeleza kile kitambaa lazima atadhibitisha kwamba mfalme ndiye ambaye alikuwa anafanya jambo ile la ajabu. Na jamaa aliwaagiza walinzi kuhakikisha kwamba wanamkamata huyo mwizi haraka sana. Lakini walipokwenda kumtafuta wakashangaa kuona kwamba mfalme ameingia katika eneo fulani nyeti sana, lakini walinzi wa mfalme eti hawashtukia. Kumbe walinzi wa mfalme walikuwa wanazuga tu kana kwamba hakuna kinachoendelea, ila wanajua kwamba mfalme alikuwa ametoka. Sasa baadaye walinzi wa kawaida walipoweza kutolewa katika lile eneo, basi hawa walinzi ambao walikuwa wamepangiwa huo mpango wakaingia ndani kwa mfalme. Wakamwambia mfalme, mbona utafikiri mambo yameanza kushtukiwa? Lakini mfalme akasema na wasiwasi kwamba Malkia anaujua mpango mzima, kwa sababu alikuja kule mahali ambako mimi nilikuwa naongea mipango yangu ya asili na mtu wangu wa asili. Nimemkuta kule katika jumba la wadada poa. Sio alikuwa anafanya nini kule? Sasa Mwamba Byongyang akawa amembeba bidada na anamrudisha tena katika ufalme. Na aliwaagiza walinzi kwamba wanatakiwa kuwa makini katika jambo hili, wasije wakamwambia mtu yoyote kana kwamba Malkia alitokaga hapa nyakati za usiku amekutwa mitaani. Sasa na kumbe bwana huyu Mwamba Byongyang alikuwa anampendaga sana princess sana. Yaani alikuwa anampenda kupindukia, lakini princess wala alikuwa hahitaji kuolewa na mfalme. Akimtazama princess siku ya leo analandalanda mitaani, anazunguka bila mpangilio. Jamaa akawa anakumbuka maisha ya zamani kwamba princess amwahi kumwambia kuwa sitamani kuolewa na ufalme hata kidogo. Na jamaa alimwaidia bidada kumhakikishia kwamba atamlinda na akawa amempiga kesi, lakini jamaa alishindwa kupambana na ufalme kulinda penzi lake. Sasa mapema kesho yake na alfajiri bidada ndo ameamka bana kutokana na mzonge mzito wa siku ya jana. Sasa ananyweshwa supu kutolewa hangover. Bidada anasema niko sawa tu bana. Akaanza kuambiwa Byongin ndo alikuleta hapa mpaka ndani jana usiku. Yaani wewe utakuwa umenichomesha kwamba jana uliweza kutoka hapa ndani. Huwezi kuona kama utaniingiza matatizoni. Sasa bidada akawa anacheka tu sababu hata huyu jamaa hamjui vizuri. Basi mwisho wa siku akawa ameagiza vyakula vya kisasa kidogo angalau ale tambi, kwa sababu kila siku anakula magimbi na ndizi, ndio vyakula vya kisasa kwa wakati huu. Lakini mtaalamu Brown kila anachokula chakula cha kisasa huku anashangaa kwamba ni chakula cha kishamba sana, yani makande eti ndio vyakula vya kisasa. Mpishi wa ikulu akawa haelewi, kila chakula kizuri ambacho anapika anaambiwa kwamba ni kibaya afu cha kizamani. Sasa anabaki anashangaa, mimi ndio mpishi bora
katika ufalme, nampikia mpaka mfalme, inakuwaje tena anapika chakula kibaya? Na bidada akaamua yeye mwenyewe kuingia jikoni. Sasa sio, unajua kwamba huyu jamaa asili yake alikuwaga ni mpishi moja mzuri sana katika dunia aliyotokea. Sasa leo akaamua kuwaonyesha wafanyakazi wa ufalme kwamba yeye anajua kupika. Wafanyakazi waliogopa sana kwa sababu princess hatakiwi kabisa kuingia jikoni na hajawahi kuingia jikoni kutoka alipozaliwa. Leo hii eti anaingia jikoni anataka kupika. Hii inakaaje? Hasa mkuu wa mapishi katika huu ufalme alibaki anashangaa sana. Princess, hebu ngoja apike utopolo wake huo, afu tuangalie yeye msosi wake utakuwaje, kwa sababu anajua kabisa huyu hajawahi kupika kutoka azaliwe. Kwanza kabisa akakichukua kile kisu. Namna alivyokichukua, alikichukua kiufundi. Kila mmoja alibaki anashangaa, namna hii hakuna mtu wa kawaida ambaye anaweza kuzungusha kisu hivi. Namna tu alipokuwa anazimenya zile karoti na kukatakata nyanya, kila mmoja alishangaa, huyu princess amejifunza lini mapishi tena kwa spidi kali namna hiyo? Alikuwa anazingatia engo kana kwamba anajiandalia yeye mwenyewe kama ndio mkuu. Kumbuka kwamba yeye alikuwa anapika vyakula anawaandalia wakuu, lakini leo anajiandalia chakula yeye mwenyewe kama mkuu. Mkuu wa masuala ya mapishi katika eneo hili la ufalme akasema, bidada hawezi akaniawisha kinamna hiyo bana, hawezi kupika chakula kitamu huyo. Basi akaambiwa onja mkuu. Alipoonja alishangaa ladha ni nzuri kuliko kawaida, na akawa ndio mtu wa kwanza katika ufalme kuweza kutengeneza tambi ambazo zimechanganyikana na nyama, tena zilikuwa na ladha nzuri mno, mpaka yeye mwenyewe alipokula sasa ndo akajisikia amani. Anapozidi kushambulia msosi aliokuwa ameuandaa, basi huyu mfanyakazi mwenzake akawa anatazama, jamani, anasema madam, hicho chakula kinaonekana kitamu sana, nisamee Malkia, naomba nionje. Lakini wakati huo huo mfalme naye ndo alikuwa anaingia. Bidada akasema, tulia kwanza, nipokula chakula kwanza, usiniingilie, usianze kuongea chochote kile tafadhali mfalme. Mfalme akasema, sikuingilii, lakini nakuuliza nini ambacho kilitokea siku ya jana. Bidada akawa anashindwa kujibu chochote kile. Mfalme akamsogelea akasema, kwa nini princess unaonekana ni muongo sana na una siri nyingi ndani yako? Lakini baada ya hapo bidada naye akawa amekaza tu kutaka kuongea kitu chochote. Baada ya mfalme kuweza kuondoka, aliagiza watu wake waanze kumpeleleza bidada. Sasa wakati tu mwamba mfalme ameondoka, basi Byong-Yeon akawa ametimba eneo hili, na mwamba alikuwa anazungumza maneno mazuri sana akimwambia bidada ajiangalie, asiruhusu kabisa hata kupata jeraha lolote lile, wala asitoke nje katika ufalme. Sasa bidada akabaki anashangaa, huyu ni nani ambaye anaweza kunijali kuliko mfalme mwenyewe? Alichokisema tu ni kwamba hata nawe mwenyewe uwe mwangalifu, usiruhusu hatari yoyote iweze kukupata. Japokuwa hajui huyu mtu kwa nini ameruhusiwa kuingia ndani, ila anachojua ni kwamba huyu jamaa ana pesa na ana nguvu kubwa katika ufalme. Lakini namna ambavyo moyo wake ulikuwa unadunda ni kama kuna uhusiano wa karibu kati yake na huyu mwamba, asijue kwamba huyu ndo alikuwaga mpenzi wake. Hasa kesho huku bana, shefu mkuu wa ufalme alikuwa anasema bidada asije akagusa chakula chake chochote kile, kwa sababu ni kama bidada anajikubali amepitiliza. Lakini bidada akasema, mimi nataka mashindano ya kupika kati yangu mimi na wewe, ili tuone ni nani ambaye ni bora. Mwanzoni mwamba alijua kama anashania tania Malkia, lakini Malkia alikuwa yuko serious. Mzee baba akajua hapa kudhalilishana ndo kunaanza. Poa basi, haina shida, tutashiriki hayo mashindano, haina shida Malkia. Kwanza mshindano ulihusisha spidi wakati wa maandalizi, yani kila mmoja anatakiwa kwenda haraka sana. Alafu pili, chakula ambacho kinakuja kutoka kije kuwa kitamu sana kuliko cha mwenzako. Lakini ndani ya dakika 5 tu kila kitu kilikuwa kimeweza kukamilika. Brown alikuwa amemaliza kupika. Sasa kiongozi wa masuala ya mapishi akabaki anashangaa, inawezekanaje huyu bidada ni fundi namna hii? Hebu anawe, muda wa kujaribu msosi ukawa umeanza. Wakati huo mtu wa kwanza tu kujaribu aligundua kwamba msosi ulikopo ni mtamu sana. Sasa huyu kiongozi wa mapishi akaanza kumwambia bidada, wewe ni nani? Kumbe bana alikuwa amwambia bidada, alikuwa anakambia katoto fulani kadogo kalikoingia humu ndani. Ikabidi princess amwambie kiongozi wa mapishi, acha makasiriko bana, niliyekukera ni mimi, unaanza kufokea watoto, umepigwa. Kiongozi wa mapishi akasema, ni sawa, ndio umepika kitamu kuliko mimi, lakini hivi vitoto mimi sitaki viingie huko jikoni. Lakini dakika hizo hizo akapata taarifa ya kwamba mfalme alikuja kumtembelea Malkia, anahitaji kuongea naye wakati huu. Lakini bidada alijisikia vibaya kuona kwamba mfalme kila wakati anahitaji kuonana na yeye. Ni kweli kabisa, mfalme ana mashaka sana na huyu Malkia, na hofu kubwa ya mfalme sio kwamba tu Malkia kuweza kutoka ndani ya ufalme, kwa sababu yeye hana wivu nawe, kwa sababu hampendi. Lakini hofu kubwa ya mfalme ilikuwa ni kwamba vipi kama bidada atakuwa amesikia mpango wake wa siri wa kutaka kumwondoa kiongozi mkuu wa jeshi, kwa sababu anajihusisha na masuala ya rushwa. Basi bwana, wakakaa pamoja mpaka nyakati za usiku. Mwisho wa siku wakalala katika kitanda kimoja, lakini mfalme alikuwa anaota ndoto moja ya kutisha sana. Na sasa ile ndoto ambayo bidada Malkia aliwahi kuiota siku za hivi karibuni, kwamba kuna mtu ni kama vile atakuwa amemvamia mfalme, basi ndivyo ambavyo naye mfalme alikuwa anaota kana kwamba alikuwa anavamiwa na mtu. Sasa wakati huo aliogopa sana, akajikuta anamkumbatia tu bidada. Bidada alikasirika, akaanza kumshambulia mfalme huku akimtukana matusi makubwa na kumwambia kwamba toka zako, unaletea mambo ya upinde mimi, wewe unaonekana mambo yako ya upinde tu, hujui kama mimi mwanaume mwenzio. Lakini mfalme naye wala hakukasirika, kwa sababu anajua kwamba kutokea mwanzoni walikuwaga wapendani na huyu bidada. Bidada alilazimishwa tu kuolewa hapa katika huu ufalme, na yeye mfalme pia amemwoa bidada, yani ni kama vile mambo fulani ya utawala ndio amemlazimisha. Hasa yule bidada anayefahamika kama Lady Hua Jin alikopo anafanya mazoezi ya upinde, na bidada akabidi naye kuingia pale, lakini mwamba Brown hajawahi kabisa kurusha upinde.
kila anajaribu kuvuta anagundua kwamba mikono yake inatetemeka. Alafu akaanza kumwambia Uajini, unajua mimi nilala na mfalme lakini hatukufanya chochote kile, mpaka leo hivi hatujawahi kufanya chochote, kitu ambacho kikamshangaza sana Uajini kwamba nyinyi hamjawahi kulala, mjafanya chochote. Na huyu Uajini ni kama ana siri nyingi zaidi, na ndiye alikuwaga nyuma ya mpango wa kumsukumiza bidada katika lile dimbwi la maji. Yani ni kama vile anamchukia sana huyu bidada. Sasa aliposikia kwamba bidada hakufanya kitu chochote na mfalme, ndio kidogo akapata amani. Kumbuka kwamba bado mwamba yuko ndani ya mwili wa kike, na ukumbuke kwamba yeye ametokea katika dunia ya kisasa. Je, ataendelea kusurvive kuishi kama mtu wa zamani katika dunia hii? Mimi naitwa DJ Paul, nikusihi tu kwamba unatakiwa kugusa alama ya kusubscribe katika chaneli hii, na hapa ndipo ambapo tamthilia hii itakwenda kupatikanika mwanzo mpaka mwisho.